Niukaribishe kwenye kipindi chetu kizuri ambacho tunakipata siku hii ya Jumatano kuanzia muda kama huu. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo, lakini pia namshukuru kwa ajili ya kipindi hiki. Tumekuwa tukipokea shuhuda mbalimbali kwa njia ya simu, watu wakielezea mambo makubwa ambayo Mungu amewatendea kupitia vipindi hivi au vipindi vilivyopita, na wakati mwingine hata katika matukio mbalimbali ya kiroho ambayo yalifanyika hata nje ya vipindi hivi. Shuhuda hizi zinatia moyo sana, na hizi shuhuda zinasaidia kuweza kuelewa ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu na anatenda kazi hadi sasa. Kwenye Jumatano mbili zilizopita tumeangalia somo muhimu sana ambalo lilikuwa linaongelea habari ya nguvu itendayo kazi ndani yako, na tuliona kwenye kitabu cha Waefeso katika ile sura ya 3 tukaona fungu la 20 kile ambacho kinaelezewa ya kwamba Mungu anatujibu zaidi ya vile tunavyoomba au tunavyoweza kuwaza au tunavyoweza kufikiria, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Mnakumbuka tukaona ya kwamba katika masuala muhimu ya kuzingatia, mojawapo ni kwamba kuna ubora wa imani na kiwango cha imani. Lazima uvitazame hivi vitu vizuri sana. Lakini pia tukaona ya kwamba Mungu anapomwandalia mtu majibu ya maombi yake, anamwandaa kwa ajili ya nafasi, anaandaa nafasi, capacity. Na wakati mwingine unaweza ukaona kama vile Mungu hajakujibu kwa wakati, kumbe alikuwa anakusaidia kufanya maandalizi sahihi ya kupokea baraka ambayo Mungu anakuletea. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo niliona ya kwamba kabla ya kuanza somo jipya la leo tuweze kuyatazama vizuri. Lakini kwa wale ambao mliokuwepo katika Jumatano iliyopita, nikamalizia na kanuni kuu 4 ambazo ni za muhimu sana katika maisha yetu ya kiroho. Tunapoomba, tunapohitaji Mungu atufanyie mambo fulani fulani, ukichunguza ni kwamba kwa vile ule msukumo wetu wa ndani haujazingatia hizi kanuni, wakati mwingine tunaomba vibaya. Ndivyo anavyosema Mtume Yakobo, anasema mwaomba hampati kwa kuwa mnaomba vibaya. Kwa hiyo kuna kuomba vizuri. Sasa hizi kanuni 4 nilimaliza nazo katika somo lililopita, na leo nahitaji tuanze kujengea hapo sasa, ili tunapoingia kwenye somo jipya la siku hii ya leo uweze kujenga katika msingi ule ambao tunauendeleza, ukisonga mbele hadi huko mbele zaidi uweze kupata nguvu za kiroho na kusonga mbele. Kanuni ya kwanza tukasema Mungu hutenda kulingana na nafasi unayompa. Hii kauli imekuwepo ambayo tunasema Mungu kwanza, Mungu kwanza, Mungu kwanza. Ni kauli nzuri sana, lakini natamani hii kauli tungeingiza kwenye vitendo. Utaiangalia hata katika masuala yetu ya matoleo ya zaka na sadaka. Hapo utajua kwamba hii ni kauli ambayo tunaishi au tunaitamka mdomoni tu. Ukitazama vizuri swala la tulivyowekewa kutoa zaka ina sababu nyingi sana. Kwa sababu leo siongelei habari ya zaka, siwezi kugusa zote hizo, lakini ni nyingi sana. Moja ya sababu kubwa ya zaka ni kanuni ya Mungu kwanza, kwamba katika mapato yako kabla we kutumia, Mungu kwanza. Na kanuni ya kwanza inasema ya kwamba Mungu hutenda kulingana na nafasi unayompa. Ndio. Kwa hiyo kumbe wewe una maamuzi makubwa sana ya kusema nimempa Mungu nafasi kubwa au nimempa Mungu nafasi ndogo. Kanuni ya pili tukasema maandalizi ya ndani hutangulia matokeo ya nje. Sasa ukitazama sana katika mahubiri yetu, katika mimbari zetu, katika maisha yetu kwa ujumla, tumekuwa tukikazana na maandalizi ya nje kuliko maandalizi ya ndani. Wale ambao wanamuelewa Ellen White, nikasema kuna kitabu kimoja na kita Adventist Home, yule mtu wa ndani, utu wa ndani ameuita hekalu la ndani. Kuna majina kadhaa anaitwa huyo mtu wa ndani. Kwa hiyo kile ambacho kiko ndani kitaamua kile kilichoko nje. Ni mafundisho ya Yesu, ni mafundisho ya Torati, yote yamekazia kitu hiki. Hata mpaka wanafalsafa ambao hawako katika dini wanakazania sana habari ya kuandaa ndani ili matokeo yake yaweze kuonekana nje. Niumbie moyo safi. Kauli ya niumbie moyo safi, sio niumbie mwili mpya. Somo la leo ambao tutalianza utaona kile ambacho mpaka wanasayansi wamethibitisha ya kwamba ni kweli. Kanuni ya tatu, nakumbuka tukasema imani hai ndiyo njia pekee ya kupitisha nguvu. Kwa kuna imani hai, kuna imani mfu. Mashaka ni kizuizi, imani ni kipitisho. Ndio. Kanuni ya 4 tukasema utukufu wa Mungu ndio lengo la mwisho. Mtoto wa Mungu unayenisikiliza,
hili liwe katika maisha yako ya kila siku, katika kila kitu na katika maombi yako. Utukufu wa Mungu ndio uwe wa mwisho, ndio target. Kwa lugha nyingine niseme hivyo, nikisema utukufu wa Mungu ndio lengo la mwisho, inakuwa na maana kidogo kuliko sema uwe wa mwisho. Ndio lengo la mwisho, yani yote ambayo utakuwa unayafanya, lengo la mwisho iwe ni utukufu kwa Mungu. Na vitisho ni hoja. Mimi na wewe hapa uwai kwa yoyote jikuta nimeamua hivyo ni Mungu. Kwa Mungu anastahili kuabudiwa na kuheshimiwa, iwe amenifanyia ninavyotaka, iwe hajafanya, ni haki yake, maana huyu Mungu ndiye amenileta mimi hapa duniani, sikujileta mimi mwenyewe. Namba 2, uhai wangu, hewa ninayopumua hapa ni ya kwake yeye. Mwandishi wa kitabu cha Matendo anasema vizuri, kwake yeye tunaishi, kwake yeye tunakuwepo, kwake yeye tumetoka. Kwa hiyo kwake yeye ni kila kitu. Mwanamuziki mmoja maarufu hapa nchini Tanzania anaitwa Chidi Benz, wale ambao wanamfahamu. Katika mahojiano yake, kuna mahojiano ambayo niliyapenda sana, akaeleza kwa nini wanamuziki wengi hufa vibaya, na moja sababu kubwa anasema ni kwa sababu muziki una nguvu, na ile nguvu inafanya wanamuziki waanze kuchukua utukufu wa huyo. Hakutaja direct jina, akasema tu huyo. Nani? Asema huyo, akaonyesha kwamba ni Mungu. Na ni kweli. Na niwaambieni watu wengine, kuna lugha imetumika kwenye Biblia inasema Mungu ni Mungu mwenye wivu. Neno wivu wakalitafsiri vibaya, wakadhani kama vile wivu wa mimi na wewe tunavyoneana wivu wa vitu fulani kachukua, kwa hiyo ni wivu. Ile neno wivu ni symbolic, sio neno ambalo lina maana ya wivu wa mimi na wewe. Ni hivi, utukufu wa Mungu lazima uelewe maana yake ni nini. Kwa lugha ya mkoloni ameita glory, lakini katika lugha ya Kiyunani doxa. Ukiangalia asili ya Kiyunani pamoja na lugha ya Kiebrania ambayo ndio lugha zilizotumika sana kuandika Biblia, neno utukufu linamaanisha uzito, weight. Kwa hiyo tunaposema Mungu anaposema kwamba utukufu wangu sitampa mwingine, ina maana ule uzito wa kile kitu sitampa mtu mwingine, kwa sababu ni sawa na wewe umpe mtoto ambaye ana miaka 4 abebe uzito wa gunia la kilo 100, atakufa. Kwa hiyo huwezi kuniambia kwamba kilichomuua mtoto ni wewe uliyeamua vile, ila ni ule mzigo mtoto aliyeamua kuubeba. Kwa hiyo mzigo wenyewe unaua. Doksa, hii kitu itawaua. Ndivyo ilivyo. Ni kama hoja ya ujuzi wa mema na mabaya. Mungu anasema huyu mtu amekuwa mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Ina maana ya kwamba kabla ya mtu kujua mema na mabaya alikuwa kwenye saidi moja tu ya mema peke yake, lakini kitendo cha ujuzi wa mema na mabaya kimesababisha huyu mtu ashindwe kuchagua, kwa sababu yeye katika uwezo wake, mwenye uwezo wa kujua jema na baya lakini bado akachagua jema, ni Mungu. Sisi tukishaingia kwenye hiyo area ya jema na baya, automatic tunapinda kuelekea kule kubaya. Kwa mwisho wa yote, utukufu uwe ni wa Mungu, ili ulichukue vizuri kabisa. Yani hapa ninavyoongea na wewe najisema mpaka mimi mwenyewe ya kwamba hata kama wewe nahubiri hapa, utukufu wa Mungu ndio lengo. Popote pale nitakapokuwa kuna kitu ambacho nimewiwa kukifanya na jitihada za kufanya, utukufu wa Mungu ndio lengo. Na utukufu wa Mungu ukiwa ndio lengo, umetembea katika barabara nzuri sana. Tumuombe Mungu sana tusaidie. Tunapoingia kwenye somo la leo, Roho Mtakatifu aweze kusaidia. Fumba macho yako kwa mazingira uliopo. Hata kama kwenye gari unaweza ukafumbua tu macho yako, unaweza hata kama unaendesha, unafanya kazi. Sikiliza ombi hili kabla ya kuanza somo la leo. Tuombe. Baba Mungu, nakutukuza kwa upendo na neema yako. Leo tunapoanza somo letu hili, naomba uwe nasi, tupatie uelewa wako vizuri kabisa, ili tuweze kuelewa na kuingiza katika vitendo. Kizuizi chochote katika ulimwengu wa roho ambacho kinazuia mtoto wako asielewe neno, lisiingie katika maisha yake, kiondoke kwa jina la Yesu Kristo. Asante, maana unakwenda kututendea zaidi ya vile tuombavyo. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Leo tuna somo ambalo linasema vita ya kimya. Unajua, katika maisha yetu sisi wote ambao tunazaliwa tukiwa ni wapiganaji. Nitumie tu mfano, nitaanza na taifa la Israeli kama taifa, alafu nitakuja niongelee nchi ya Tanzania kwa jinsi ninavyoijua,
Nitaongelea pia na nchi ya Singapore ambazo ndio napenda kuzitolea mfano katika haya. Wenzangu wa Jamhuri ya Kenya watatuambia kule kwao utaratibu ukoje. Unaweza ukacomment hapo kwenye YouTube tunavyoendelea katika ile ambayo alisema kwa Jamhuri ya Kenya ikoje. Wenzangu wa kule Kongo, marafiki zangu, mtaniambia na kwenu ikoje hii ambayo nakwenda kuisema, na nchi mbalimbali kama Burundi, Rwanda na kwengineko mtasema vizuri. Lakini nianze na hiki ambacho nataka kusema ni kwamba Mwisraeli yeyote anapozaliwa, anazaliwa, kitu cha kwanza kabisa anapoanza kupata ufahamu, anaandaliwa kuwa askari wa kulinda taifa la Israeli. Hapa naongelea taifa la Israeli, siongelei Israeli kama watu wa Mungu. Usije ukachanganya haya mambo mawili. Wanapokuwa na ufahamu, watoto wa Kiyahudi wote leo wale ni askari, wanafundishwa kulinda. Yaani amezaliwa kupigana. Hata kama ukimkuta ni mwanamuziki, anafanya sanaa, ni mpiganaji. Katika vikundi vya upelelezi ambavyo vina nguvu sana duniani, Mossad ina nguvu kubwa mno. Achana hizi propaganda ambazo zinaendelea duniani, watu wanaelezea sijui kuna akina CIA, kusijui akina Scotland Yard, sijui akina nani, lakini Mossad ina ujuzi wa ziada mkubwa sana. Kumbuka, siongelea habari ya taifa teule, naongelea Israeli kama taifa. Kama vile naangalia baadhi ya maeneo ambayo Mossad wanapata taarifa zao, wanapata taarifa kupitia pia raia wa Israeli wanaoishi maeneo mengine ambao sio wanachama wa Mossad, lakini bado pale walipo wanaweza kutoa taarifa kwa ajili ya faida ya taifa lao. Njoo Tanzania. Huko nyuma, wakati Mwalimu Nyerere ameanzisha hili taifa la Tanzania, ilikuwa kwamba karibia watu wote lazima waende jeshi la mgambo, wanaita jeshi la akiba, lakini wakaita pia national service. Baadaye ile kitu ikatoka. Ilivyotoka, wakaja mfumo mwingine ambao sasa ndio unaoendelea, ya kwamba kuna kiwango ambacho ukifika cha elimu lazima uende mgambo. Kama hujafika huko, unaweza ukaenda mgambo kwa hiari. Singapore wana kitu hicho hicho pia na wenyewe, ni kama vile tunashabihiana katika masuala haya. Nije katika taifa la Mungu ambalo ni mimi na wewe. Baada ya Lucifer kuasi, akaamua kuanzisha ufalme wake na utawala wake kinyume na Mungu, alishindwa. Kitabu cha Ufunuo kinasema akatupwa. Alivyotupwa akaja duniani, na hasira yake ilikuwa kwetu si binadamu ambao kiukweli ni watoto wa Mungu, tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Kwa ukiangalia kitabu cha Mwanzo sura ya 1, anapoelezea habari ya mtu na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, yale maelezo yanayoelezwa pale ya jinsi huyu mtu anavyokwenda kuwa, inakuonyesha kabisa binadamu ni kiumbe au mtu ni kiumbe tofauti na viumbe vingine vyote ambavyo viliwahi kuumbwa na Mungu. Kwa hasira ya shetani ikawa kwa mtu, na kwa hekima ya Mungu ambayo mimi na wewe hatuijui, tutajua siku hii vita itakapoisha, Mungu akaamua kumwacha huyu jamaa aje hapa duniani, lakini akatupa sisi uwezo wa kumshinda. Hata Yesu anapoondoka duniani, anaomba ombi lake, anasema, Baba, siombi watoe katika ulimwengu huu, bali walinde na yule mwovu. Lile ombi ni ombi la kutosha ambao limetupatia sisi ulinzi ambao sio wa kawaida. Ndio maana mimi ukiniuliza ndani ya moyo wangu kabisa, ndani to the bottom of my heart, ndani kabisa ya moyo wangu, ninaamini ya kwamba mtu yeyote awe anajua kuomba au hajui kuomba, ana kiwango cha ulinzi cha Mungu mpaka afikie kiwango cha kufanya maamuzi ya kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Huyu mtu kwa maamuzi yake mwenyewe amkatae Yesu, ndipo atakuwa amejiexpose mwenyewe kwa nguvu za giza, na huko ametokana na ulinzi wa Mungu, amewacha kabisa. Lakini maadamu yupo katika hatua za kukua na kupata ufahamu, kuna kiwango cha ulinzi ambacho anapewa hata kama analala kitandani bila kuomba. Tofauti ni kwamba sisi ambao tunamjua Yesu sasa, sisi inakuwa ni extra. Siombi watoe, bali walinde na ule mwovu. Hapo anatuombea sisi. Kwa nini tuna kazi ambayo tunaifanya hapa? Sasa mchungaji, unamaanisha nini? Yeyote aliyezaa na yeyote isitokuwa Bwana lazima ajitambue ya kwamba yeye ni mwanajeshi.
katika ulimwengu wa kisi. Upende usipende, uamue kuamini au usiamini, umezaliwa katikati ya vita, na hapa tulipo ni eidha uchague kukaa na kutulia bila kupambana, uchukuliwe na kwenda upande wa adui, au uamue kutetea eria yako kwa kumpokea Kristo ili akulinde na kukupa ushindi kila siku. Ushindi wetu tunapewa, sio tunapata. Tunapewa. Nikisema tunapewa, namaanisha kwamba umeshapatikana tayari kupitia Kristo Yesu. Kwa Kristo anatupatia ule ushindi, si tunatembea katika ushindi. Ninaposema leo tunajifunza habari ya vita ya kimya kimya, ninaongelea habari ya ukombozi wa fikra na kutambua aina ya vita. Ukombozi wa fikra na kutambua aina ya vita. Hebu tuchanganye kidogo, tuongee maisha yetu ya kawaida, alafu tutakuja pia tuangalie na maisha yetu ya kiroho. Tunaposema ukombozi wa fikra, hakuna kitu cha hatari duniani kama mtu anayeweza kutawala fikra zako. Hakuna. Nimekuwa mdau mkubwa sana katika masuala ya elimu, nikazania sana masomo yale ambayo yanawasaidia watoto wetu kujua kufikiri, sio kuwapa cha kufikiri. Na hayo ndio ambayo nilikuwa natamani hata katika mitihani yetu hapa Afrika Mashariki, kule Rwanda, kule Kongo, kule wapi, ndio yangewekewa mkazo zaidi hapo kuliko kukariri. Kukariri hakufikishi popote mtu. Hakuna. Kuna mtu amekariri what is biology, lakini hajui maana yake nini, ila amekariri kabisa. What is geography, amekariri vizuri kabisa. Ukimuuliza hapo atakutajia vizuri na amenyoosha Kiingereza vizuri kabisa, lakini mwambie ina maana gani, hajui maana, amekariri. Ukombozi wa fikra ndicho kitu kikubwa. Hata hii migogoro yote ambayo unaiona ikiendelea katika hizi nchi zetu za Kiafrika, ukiona inaendelea katika hizi nchi za wenzetu huko, haya maandamano ambayo unayaona, hiki kizazi ambacho kinainuka na kudai haki kwa nguvu zote ambazo mmeziona karibia kila mahali, mpaka kimeweza kupindua baadhi ya maraisi kule katika visiwa vya Komoro, wapi mnavyoviona. Mgogoro mkubwa kabisa, mkiuchunguza vizuri kwa kina kabisa bila kuwa na papara, ni swala la kifikra. Kama pakipatikana mtu ambaye anaweza kujibu maswali na kufanya fikra ziweze kupewa majibu na kuridhika, hakuna mtu yeyote ambaye atafanya ambayo yanafanyika. Mungu atusaidie sana. Kwa ukombozi wa fikra si swala la kiroho peke yake, ni swala pia la kimaisha ya uchumi na usalama wa nchi husika, kijiji, mtaa. Ukombozi wa fikra. Hebu fikiria mwizi ambaye anakuja kuiba simu usiku, anakuja kwenye dirisha, umelala usingizi, lakini anaweza akapenya vizuri kabisa na mimi naita kuvua, ni kuvua kabisa, akachukua ile simu ambayo imewekwa pale katika, inachajiwa mahala fulani, akajua kupata kifaa cha kuichomoa ile simu kupitia dirisha mpaka akaitoa ile simu akaondoka nayo. Hii ni akili kubwa sana hii. Yaani hicho kitendo cha kufanya hicho kitu, hii ni akili kubwa sana. Hii akili inatakiwa tu ihamishwe, iingie kwenye uzalishaji, itoke kwenye wizi. Mtu ambaye ana uwezo wa kukuchomoa hela ukiwa kwenye daladala, ukiwa kwenye matatu, na anaweza akaichomoa ile pesa na usisikie kama imechomolewa mpaka unashuka, ndipo unaanza kushtuka ile imeondoka, na aliyechukua humjui. Ni akili kubwa sana. Ile akili ikiingizwa katika swala la uzalishaji, huyu mtu anaweza akazalisha vitu sana. Ukombozi wa kifikra. Angalia kitabu cha Efeso sura ya 6 fungu la 10 hadi la 12. Tuliangalia sura ya 3 kwenye kipindi kilichopita, vipindi viwili. Sasa hivi tuangalie sura ile ya 6 fungu la 10 hadi ile fungu la 12. Anasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hii ni sehemu muhimu sana ambayo Mtume Paulo anaiongelea. Wale ambao mlikuwepo, tulisema ya kwamba kitabu cha Waefeso kinaandikwa na Paulo akiwa gerezani, akiwa anawaandikia waumini walioko Efeso, mji muhimu sana katika himaya ya Kirumi, kiuchumi, kifalsafa, kidini. Hapa ndipo kuna wasomi wako hapo ndipo kuna hekalu la Mungu mkubwa ambaye yuko hapa anaheshimiwa. Hapo ndipo kuna kila aina ya uchawi ambao unaweza kutaja duniani.
ambapo hata leo hii hakuna. Kulikuwa na vitabu vya masuala ya uchawi na ushirikina vimeandikwa vya kutosha kabisa, watu wanaenda kusomea shule ya hayo mambo. Kwa hiyo Paulo anawaandikia hao watu walioko hapo, maana wamepambana na wenzao, wamepambana na watu wasiompokea Yesu Kristo, wamepambana na watu wengi, wakaanza kupambana. Paulo akawambia, mmekosea katika namna ya kupambana. Nyie mnapambana na watu badala ya kupambana na roho iliyoko ndani ya mtu. Hii imepelekea mara kadhaa nikiwaambia waumini wacha Mungu ya kwamba ni kosa kabisa kumwona mtu kwamba ndiye mbaya wako, maana Biblia imekukataza hupambani na mtu, unapambana na roho iliyoko ndani. Wale ambao wamepitia uzoefu utagundua kwamba ulipokuwa eneo fulani kuna watu walikuwa wanakuchukia, kuna watu walikuwa wanakushambulia, na ulipohama hilo eneo ukaenda eneo lingine wakaibuka tena watu wengine tena. Yaani wewe unaona tu watu wabaya, fulani ni mchawi, fulani yuko hivi, fulani. Badilisha fikra. Tatizo liko hapa kwenye ubongo wako. Ukijua ni vita ya kiroho, hutamwona mtu na hutatamka mdomoni mwako fulani ni. Utapambana na ile roho iliyoko ndani yake, na hapo utashinda na kuimaliza kabisa. Utaona mambo makubwa sana siku hii ya leo. Uwanja wa vita, akili yako ndio control room, ndio chumba ambacho kinatawala kila kitu, ni katika akili yako. Ukiweza kudhibiti mambo yanayotokea hapa katikati ya masikio mawili, hapo katikati, ukaweza kuyadhibiti vizuri, umedhibiti kila kitu. Nimewambieni ya kwamba mtu ambaye anaweza kukutawala namna wewe ufikiri amesha kumaliza kabisa. Television inaitwa nini? Television. Television inakupa maono, yanaingia hapo, ndio. Lakini unaposoma vitabu, yale maandishi ambayo unayasoma pale, yale maandishi, unapotamka neno, kwa mfano uwanja wa vita, mtu ambaye hajui Kiswahili akiniambia nikimwambia andika uwanja wa vita, write down uwanja wa vita, yule mtu anapohangaika uwanja wa vita, anajaribu, anahangaika, atakachoniambia ni nini? Anasema nipe spelling, taja spelling. Nikitaja spelling tasema UWANJA. Hizo ndizo spelling. Unajua maana ya spelling? Kuspell ni kurusha uchawi. Kwa kila unachokisoma umejiroga. Hasa shida ni kwamba neno kuroga tumeanza tunadhani liko kwenye upande mbaya tu. Kuna positive na negative. Yaani nani amekugeuza fikra? Ndio maana yake. Kwa unachokisoma kinakugeuza fikra. Andiko la Efeso 6:12 linaweka wazi kuwa vita yetu si damu na nyama. Hupambani na bosi wako, hupambani na wifi yako, hupambani na yule mfanyakazi mwenzako. Hawa sio maadui zako hata kidogo. Elewa kuna roho iko hapo, ndio unatakiwa uweze kupambana nayo. Wale ambao mnaangalia kwenye television sasa hivi, hebu angalia hapo kwenye skrini yako, kuna kitu nahitaji tukisome pamoja uweze kukiona vizuri ambacho kitakusaidia. Kwa sababu lengo langu ni kwamba na wewe uweze kusoma, pata hizi spell za kiroho ili uweze kubadilisha fikra yako, usimame kama mshindi. Sikia maneno haya. Hapa ndipo shetani hupanda hila zake, ambazo haziji kama mishale inayoonekana kwa macho, bali huja kama mawazo, mashaka na hofu zilizojengeka kama ngome ndani ya akili. Wapi? Kwenye ubongo wako, kwenye kichwa chako. Hapa ndipo shetani hupanda hila zake, ambazo haziji kama mishale inayoonekana kwa macho. Akikuletea mshale unaonekana kwa macho, utaukwepa. Kwa inabidi alete katika staili ambayo wewe mwenyewe huwezi kuelewa kwamba ndio inakuja hivyo. Baadhi ya masomo yaliyopita huko nyuma niliongelea kitabu cha Korinto wa pili sura ile ya 10 fungu la 4 mpaka la 5. Mtume Paulo anapoongelea kwamba silaha za vita vyetu si za damu na nyama, zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Zina uwezo. Na hizo ngome nimezitaja katika masomo yaliyopita kwamba ni ngome gani ambazo adui anajenga kidogo kidogo, lakini anazijenga katika akili yako. Hii inamaanisha kuwa adui hujenga mifumo ya kufikiri inayopingana na elimu ya Mungu ili kumshinda muumini bila hata kugusa mwili wake, akitumia mawazo potofu kama silaha yake kuu. Silaha yake kuu ni mawazo potofu. Kwa kabla hajakuletea ugonjwa kwenye mwili wako, anashughulika na fikra yako kwanza, anashughulika na akili yako kwanza, ili akili yako wewe mwenyewe ambayo ni kama antena iweze kuvuta yenyewe yale madhara na matatizo yanaingia katika maisha yako.
Kwa lugha nyingine, ukiweza kudhibiti kinachoingia kwenye akili yako, umeweza kudhibiti kinachoingia kwenye mwili wako. Muhimu sana. Kimkakati, akili ndiyo control room au chumba cha mitambo cha maisha ya mwanadamu, na shetani anafahamu siri kuwa hawezi kuudhibiti mwili wako, ndoa yako au hatima yako mpaka kwanza adhibiti akili yako. Ukiangalia yote ambayo nimeyataja hapa, kudhibiti mwili wako, kudhibiti ndoa yako, hatima yako, elimu yako, hawezi kupenya huko mpaka wewe mwenyewe uweze kumfungulia mlango kwa kukubali mawazo yake, suggestions ambazo anazileta kwenye akili yako. Ndio, hebu sikia kisa hiki kidogo. Bwana mmoja alikuwa na nyumba yake nzuri sana. Akaja tajiri mmoja akaja akamwambia, nahitaji hii nyumba yako ninunue. Yule bwana akamkatalia, akamwambia, mimi nyumba yangu siuzi. Yule tajiri akamkazania, sema nitakupatia. Yule bwana asema, hii si urithi, haba urithi, siwezi kuuza mila zao. Tajiri akaondoka, akarudi tena akambembelea, bwana, mimi hapa mali napata, kama umekuniuzia nyumba yote, niuzie chumba tu hiki kimoja tu nikupe pesa. Akajaribu kumshawishi yule mtu, akagoma kabisa, akamwambia, siwezi kukuuzia chumba hata kimoja. Tajiri akaondoka. Aliporudi tena akambembeleza, akamwambia, bwana, nakusihi. Akaingia mpaka kwenye kile chumba, akamwambia, hiki chumba hapa ndicho nakitaka. Yule bwana akagoma kabisa, akamwambia, siwezi. Mwisho akamwambia, basi nimekubali, nyumba umekataa kuniuzia, umekataa kuniuzia chumba, mimi nakuomba jambo moja tu, niuzie basi msumari ule pale kwenye ukuta wako, ule msumari kwenye ukuta wako mimi niuzie. Akaambia, kwa hiyo unataka kuutoa uende? Nasema hapana, hapo hapo kwenye hilo eneo na msumari ubaki hapo, lakini huo msumari uwe wangu. Yule bwana akamwambia, msumari tu nitakuuzia. Akapewa pesa, wakaandikishana mkataba, akapewa pesa zake, jamaa akaondoka zake. Aliporudi akija kwenye ile, omba, bwana, naomba niingie nikatumie msumari wangu. Cha kwanza atamruhusu ya mwanadamu, na shetani anafahamu siri kuwa hawezi kuudhibiti mwili wako, ndoa yako au hatima yako mpaka kwanza adhibiti akili yako. Ukiangalia yote ambayo nimeyataja hapa, kudhibiti mwili wako, kudhibiti ndoa yako, hatima yako, elimu yako, hawezi kupenya huko mpaka wewe mwenyewe uweze kumfungulia mlango kwa kukubali mawazo yake, suggestions ambazo anazileta kwenye akili yako. Ndio, hebu sikia kisa hiki kidogo. Bwana mmoja alikuwa na nyumba yake nzuri sana. Akaja tajiri mmoja akaja akamwambia, nahitaji hii nyumba yako ninunue. Yule bwana akamkatalia, akamwambia, mimi nyumba yangu siuzi. Yule tajiri akamkazania, sema nitakupatia. Yule bwana asema, hii si urithi, haba urithi, siwezi kuuza mila zao. Tajiri akaondoka, akarudi tena akambembeleza, bwana, mimi hapa mali napata, kama umekuniuzia nyumba yote, niuzie chumba tu hiki kimoja tu nikupe pesa. Akajaribu kumshawishi yule mtu, akagoma kabisa, akamwambia, siwezi kukuuzia chumba hata kimoja. Tajiri akaondoka. Aliporudi tena akambembeleza, akamwambia, bwana, nakusihi. Akaingia mpaka kwenye kile chumba, akamwambia, hiki chumba hapa ndicho nakitaka. Yule bwana akagoma kabisa, akamwambia, siwezi. Mwisho akamwambia, basi nimekubali, nyumba umekataa kuniuzia, umekataa kuniuzia chumba, mimi nakuomba jambo moja tu, niuzie basi msumari ule pale kwenye ukuta wako, ule msumari kwenye ukuta wako mimi niuzie. Akaambia, kwa hiyo unataka kuutoa uende? Nasema hapana, hapo hapo kwenye hilo eneo na msumari ubaki hapo, lakini huo msumari uwe wangu. Yule bwana akamwambia, msumari tu nitakuuzia. Akapewa pesa, wakaandikishana mkataba, akapewa pesa zake, jamaa akaondoka zake. Aliporudi akija kwenye ile, omba, bwana, naomba niingie nikatumie msumari wangu. Cha kwanza
atamruhusu apite sebuleni. Cha pili, atamruhusu kwenye chumba, japo kile chumba ameweka vitu vyake vingi viko hapo vya huyu mmiliki wa nyumba, lakini msumari sio mali yake.